Let's pray. Tuombe. Loving Father, Baba yetu mwenye upendo, tunakaribia tena kiti chako kitakatifu cha enzi tukiomba baraka zako juu yetu. Naomba kwa unyenyekevu Baba kwamba macho yetu yaelekezwe kwa mtu wa Kalvari na tuelewe jambo fulani kuhusu ufanisi wa damu kusafisha, kwa maana hapa ndipo Baba wasili wa ushindi dhidi ya dhambi, ufahamu upendo wako. Na Baba, kama tunavyoona Jesus uplifted, Yesu akiinuliwa, mioyo yetu na ivutwe. Naomba zaidi kwamba tunapochunguza msalaba wa ajabu ambao mkuu wa utukufu alikufa, chochote kile kitakachosimama kati ya roho na Mwokozi na tuwe tayari kukubali. Ninamsihi tu Baba ya kwamba tunapoangalia uso ule mtakatifu ambao huzuni na upendo vilitililika vikichanganyika, Baba, naomba mioyo yetu isukumwe katika upendo. Upendo Baba, huo ungekuwa ngome, haiwezi kuingiliwa na udanganyifu wa shetani. Tafadhali fanya kila ambacho hatuwezi kufanya. Fikia mioyo yetu ikiwa pamoja na moyo wangu. Utuweke huru kwa jina lake Kristo. Amina. Hatukumaliza kila ambacho tulijifunza, lakini sijui kama nitapata muda wa kurudi. Kile tutakachotazama, ninaamini kwamba ni ukweli unaogopwa zaidi. Hakuna ukweli mwingine uvuvio unazungumza shetani anachoogopa kama huu. Hakuna ukweli mwingine. Huu ni ukweli ambao Mungu alitupa mwaka 1888. Ni rahisi lakini wenye nguvu. Ni rahisi na unazingatia upendo wa Mungu. Hapo ndipo inazingatia upendo wa Mungu. Sasa hutaelewa nukuu nzima, angalau sasa nitaeleza shiriki. Hutapata na usijali. Unaweza kusema sielewi kamilifu na nabii. Hilo ni sawa. Lakini mwishoni mwa utafiti nadhani utaelewa nukuu hii kwa wazi zaidi. Uvio unasema kwamba kwenye Gospel Workers 161, Gospel Workers 161, nabii anasema kwamba wazo ni nini? Wazo ni nini? Anasema wazo. Anasema ni wazo tu. Wazo kwamba haki ya Kristo kuhesabiwa kwetu bila sifa yoyote ni wazo la thamani kubwa. Sasa unabii unasema kwamba wazo kwamba haki ya Kristo kuwekwa kwetu pasipo sifa yoyote sehemu yetu, wanasema ni wazo la thamani. Adui wa Mungu na mwanadamu hataki ukweli huu waziwazi kufunuliwa, kwa maana najua kwamba ikiwa watu watapokea ukweli huu, nguvu zake zitavunjwa. Alipata sentensi hiyo. Ni ukweli gani ambao shetani anauogopa na ambapo nguvu zake zitavunjwa? Ni haki ya Kristo. Ni haki ya Kristo pasipo sifa yoyote ile. Nini maana sifa? Nini maana sifa? Pasipo matendo yoyote. Asante dada. Pasipo matendo yetu yoyote. Kwa hiyo haki ya Kristo. Sasa swali, kama bila kazi, sasa watu wanawezaje kupata pesa? Ili kusudi uweze kupata fedha unafanyaje? Ni lazima ufanye kazi. Lakini ukisoma hii nukuu, ni kazi gani unaifanya kwa ajili ya haki ya Kristo? Hakuna kazi yoyote. Anasema kwamba huu ni ukweli wa thamani. Yani, sihitaji kumwendea Mungu na kumwambia, hatuhitaji kumwambia Mungu, lakini hatuendi kwa Mungu na Mungu anatupatia haki hii pasipo matendo yetu. Anatuambia kwamba pasipo sifa yoyote ile. Anatupatia zawadi bure. Ni zawadi bure. Lakini unapopokea
ukipokea haki ya Kristo unabadilika. Hakuna anayesema kwamba nimepokea haki ya Kristo na bado huyo mtu anavunja kanuni za Mungu. Huyo mtu amedanganyika. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia haki kwa imani. Siende kutazama kwa Johnson na Wagona sana. Kwa nini? Unaweza kujiuliza, lakini ujumbe wa 1880 kwa nini sio hivyo? Kwa sababu Johnson na Wagona walipata wapi ujumbe wao? Je, Wagona walisoma vitabu vyao wenyewe au walipata chanzo kwa Biblia takatifu? Na hiyo vitabu vyake vingi Ellen White viliandikwa baada ya 1888 baada ya kufukuzwa Australia. Na vitabu vyake vingi vikatoka, na vitabu vyake vingi vimeandikwa chini ya haki kwa imani, Desires of Ages, Mount of Blessing, Step to Christ. Kitabu kabisa ambacho kimewekwa haki kwa imani ni Step to Christ, Mount of Blessing na Desires of Ages, na vimeandikwa chini ya haki kwa imani. Huenda usipate maneno kuhesabiwa haki katika vitabu hivyo, huenda usipate neno utakaso katika vitabu hivyo, lakini kanuni zimewekwa. Matendo ya Mitume yalitumia maneno, lakini Matendo ya Mitume kilikuwa ni kimoja cha kitabu chake alichoandika kabla ya kufa. Sasa nataka tuanzie hapa. Ellen White anakaribia kufa. Aliandika moja barua zake za mwisho. Kwa kweli alifahamu mustakabali wa kanisa. Waanzilishi walikuwa wakiondoka, na hivyo watakuwa ni nani wa mwisho? Wanaume na wanawake wazee, wale waliokomaa walikuwa wakiondoka uwanjani. Kwa hiyo akilini mwake ni nani anayefuata kwenye tukio? Kizazi kijacho, vijana. Kwa hiyo umakini wake sasa unapokaribia kufa, umakini wake uko kwa vijana, lakini alijua kwamba hiki ni kizazi kijacho cha Adventista, na aliandika ujumbe wa kugusa moyo, wa kufaa. Anasema kwamba na hakika kwamba siwezi kuishi muda mrefu. Na hamu yake ya mwisho ya kufa ilikuwa ni kwa vijana, hasa kuelewa ukweli mmoja. Sasa kuna mambo mengi mazuri aliyoandika kuhusu elimu, kuhusu habari ya kuishi mashambani, kuhusu mambo mengi mazuri, lakini alipokaribia kufa aliandika akili ya kizazi kijacho cha Waadventista kwa somo moja kubwa. Sasa ninakuuliza wewe, mwanamke anakaribia kufa. Ndio, yeye ni mwanamke wa kawaida, lakini kwa maana maalum alikuwa msemaji wa Mungu. Lakini kwa sababu ni mdomo wa Mungu na karibia kuondoka, ameelewa anao mzigo. Kuna somo moja ambalo alikuwa nalo. Anaelewa hapa msingi wa kufanikiwa au kushindwa katika jambo hilo moja. Tatizo nini? Hebu tuone anachozungumza nabii. Hebu tuone nabii anazungumza nini. Ninasoma anachosema nabii. Ninasoma Message to Young People, ukurasa wa 289. Sasa misemo mingi haki kwa imani unayapata katika kitabu hiki cha ajabu, jumbe kwa vijana. Soma, sikiliza. Anasema, Baba bariki maneno haya, barikiwe mioyoni mwetu katika Kristo Yesu, amina. Anasema kwamba sina uhakika kwamba maisha yangu yatadumu kwa muda mrefu, lakini nahisi kwamba nimekubaliwa na Bwana. Kwa maneno mengine, niko karibu kufa, lakini najua kwamba Bwana ananikubali. Hakuna chochote kati ya roho yangu na Mwokozi. Kisha nasema hivi, ni matakwa yangu ya dhati. Ni nini? Sasa mwanamke anazungumza ni nani? Huyu ni mwanamke ambaye yuko karibu kufa, nabii wa Mungu, naye amekupa hamu iliyopotea anayokaribia kuondoka. Ni hamu gani hiyo? Ni matakwa yangu ya dhati. Sasa unajua kwa uhalisia, wacha niseme, anasema kweli, anachotaka kusema ni ujumbe wa malaika watatu. Kwa kweli tunaangalia, lakini hebu tuone anachokisema. Anasema ni matakwa yangu ya dhati. Si matakwa yangu ya dhati kwa vijana wetu, ili wazee wapate na maana halisi ya kuhesabiwa haki kwa imani. Aliwatakia nini vijana? Sio vijana tu, bali kila mtu, kuhesabiwa haki kwa imani na ukamilifu wa tabia utakaoandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa ajili ya uzima wa milele. Sitarajii kuishi muda mrefu, na nitaacha ujumbe huu kwa vijana
kwamba lengo wanaofanya litasababisha umaskini. Nabii alitaka tuelewe wapi? Ataka tuelewe wapi? Akiondoka kwenye tukio kuhesabiwa haki kwa imani. Sasa kati ya mada yote, kwa nini hili? Kwa nini hili? Nasema kuna vitu vingi ambavyo nabii wa Mungu angeweza kusema, mambo mengi. Miaka 200,300 kuhusiana na patakatifu, amri, lakini kama ilivyo sasa. Kwa hiyo ukweli unaotolewa, lakini anakaribia kufa, alifikiria kuhusu jambo moja tu, kuhesabiwa haki kwa imani. Kwa nini? Kwa nini angeweka mkazo mwingi hivi kwenye mada hii? Kwa sababu watu walikuwa wakikimbia wakati huo. Nikisema hivyo kwa sababu wakati huo ujumbe ulikuwa umekataliwa. Sawa. Sasa hii sasa alikufa 1915, muda mrefu sana baada ya 1888. Kwa hiyo hii ni kabla 1915, kabla ya kufa. Yeye anasisitiza sana kuhusu hii mada kubwa. Sawa? Yes. Amen. Asante sana. Brother, do you have your hand? Nilikuwa nawaza tu sasa, kwa sababu Ibrahimu anamwelekeza tena kwa Ibrahimu, ndiyo kwa imani, kisha matendo yake ilifuata. Sawa. Amina, hiyo ni nzuri. Sasa ngoja tuone. Tutapata jibu kamili sasa, lakini nataka kusoma moja zaidi kuhusu hii jambo. Sikiliza. Hii ni Selected Message, kitabu cha kwanza 1359. Alikuwa ametaja wakati fulani uliopita katika darasa historia kwamba ujumbe wa kuhesabiwa kwa imani ulikuja kwa mara ya kwanza. Ninasema kwamba kuhesabiwa haki kwa imani ni wakati gani somo hili la kuhesabiwa kwa imani lilikuja kwanza? Haki kwa imani katika historia, ni lini hili somo lilianza kuelezwa kwetu? Mwanzo. Asante sana. Kitabu cha Mwanzo. Haki kwa imani haijaanza 1888 wakati mtu alipofanya dhambi. Hapo mpango wa ukombozi uliwekwa. Hapo ndipo mwanzo wa somo la haki kwa imani. Je, unafahamu vitabu vyote vya katika Biblia ile wote wanazungumza kwamba Acts of Apostles, Biblia ambayo imeongoza maelfu naam hata mamilioni naam kwenye uzoefu wa haki kwa imani, kuhesabiwa haki kwa imani. Anasema kulikuwa na maandishi ya Mtume Paulo. Anasema hasa kitabu cha Warumi. Hili lilimleta Luther kwenye uelewa wa kuhesabiwa kwa imani. Sasa unachohitaji kufanya ni kusahau kurasa, lakini ungeangalia kuhesabiwa kwa imani na Paulo katika Matendo ya Mitume. Nukuu inajitokeza. Luther alikuja uelewa wa kuhesabiwa kwa imani kupitia kitabu cha Warumi. Kwa hiyo kitabu cha Warumi, Ellen White anasema kutoka kwa wote vitabu vya Biblia, kitabu cha Warumi kinashughulika zaidi mada kuliko kitabu kingine chochote, kitabu cha Warumi. Lakini mimi sitazami kusoma kwenye kitabu cha Warumi. Lakini Luther alikuja na somo hili la kuhesabiwa kwa imani kwa sababu wakati enza giza ulilipoteza, alifufuka. Lakini Luther alikuja na huu ujumbe, ni kweli, wa kuhesabiwa kwa imani. Hakuwa ndio Wagona ameanzisha, lakini walizidi hapo, na hivyo ndivyo tunavyotaka kuangalia. Hivyo tazama hiki kitu kabla ya kuacha na kuomba. Anasema nabii wa Mungu, ukweli nisaidie, ukweli uliopo, ukweli wa sasa. Anasema kwamba ukweli wa sasa, kuhesabiwa kwa imani ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Una sifa ya kimungu. Unajua, nikuuliza kitu kimoja. Hivi mtu anapokuja mhudumu kanisani kumpa nini? Sifa za utambulisho. Kwa hiyo kama kuhesabiwa kwa imani ni sifa ya kimungu, ni nani anayeweka juu yake ujumbe huo?
Ni Mungu mwenyewe anaweka kibali. Sasa nataka niseme hivi, ujumbe wote ambazo hazina sifa za kimungu, naposema sifa za kimungu na maanisha Mungu hajatuma ujumbe huo. Moja ujumbe huo ni kwamba kanisa la Waadventista wa siku za saba ni Babeli iliyoanguka, na kwamba lazima uondoke kwenye shirika, kwamba msukumo huo uko wazi kabisa. Anasema kama mtu anaweka kufundisha ujumbe, nasema hana sifa za kimungu, ujumbe huo hauna sifa za kimungu. Na sasa huenda usiseme kanisa ni Babeli, lakini ukiamua kwamba watu wanapaswa kuondoka, unasema kanisa ya Babeli. Hakuna mtu anayepaswa kusimama kutoa ujumbe wa kutoka katika kanisa la Adventista siku ya saba. Marafiki, tokeni na mwende wapi? Pande mwende wapi? Nabii anatuuliza, anasema je, ujumbe wako unapaswa kuwa wa kweli? Anasema kwa nia ya makusudi yote ujumbe wako ni wa kweli, kwamba kilio kikuu kinapaswa kutolewa kwa Adventista wa saba kuwaita watoke. Anasema wapi tuende? Hilo ndilo swali anaulizwa, tuende wapi? Tutapata wapi kanisa safi bila machozi? Haiwezekani. Kanisa la Adventista siku ya saba ni kanisa la Mungu la unabii wa Biblia. Hakuna kinachoweza kubadilisha hilo. Hakuna kiasi cha wazi kinachoweza kubadilisha ukweli huo. Anasema kwa nini kaka? Kwa sababu dhambi za Sayuni baada ya muda mfupi wataondolewa. Kwa hiyo ikiwa mimi sishikamani na dhambi, pepeto linapokuja kinatokea nini? Sitapepetwa. Lakini ukiwa safi, dhoruba linapokuja, maana yake utapepetwa na utabaki, lakini wewe unatoka. Unaelewa? Haijalishi uovu upo kiasi ndani ya kanisa, anasema kwamba Mungu ataipeleka meli hii salama bandarini. Anasema msiogope, meli inaingia bandarini salama. Sasa je, hiyo ina maana kwamba kila mtu ndani ya meli yuko salama kuingia salama ndani? Kuna watu watakawacha meli. Unajua ni nini? Itakuwa ngumu kidogo. Ukisoma Matendo ya Mitume, na kumbuka Mtume Paulo alikuwa ndani ya meli, kulikuwa na Warumi wengine, mnatajaje watu ambao huendesha meli? Akina nani? Mabaharia. Kwa hiyo unawaita mabaharia. Waliogopa kwamba kulikuwa na mgogoro ambao meli ungeivunja na kuvunja vipande, na kile ambacho mabaharia walikitaka kukifanya, kuacha meli. Na Mtume Paulo anasema, unajua nini, askari wa Kirumi, watu hawa wanaacha meli, hakika sote tutakufa. Waweke watu hawa ndani ya meli, lakini sasa Mungu hata kulazimisha kubaki ndani ya meli. Hata lazimisha mtu yeyote kubaki ndani ya meli, hawezi. Hivyo ndivyo ilivyo. Upatanifu wa tabia Mungu, chombo pekee ambacho Mungu anacho cha kulazimisha. Nasema halazimishi utii, si kwa njia hasi sana. Kifaa pekee ambacho Mungu anacho cha kulazimisha kutii ni upendo. Hana zaidi nyingine ili kutoa ushawishi mtu kutia mpende. Nakwambia huyo ni Mungu wa ajabu sana. Hivyo ni kama vile wakati mwingine siwezi elewa mvumilivu wa Mungu kwetu. Yeye ni mvumilivu. Na unajua katika Biblia, kwa sababu ya mvumilivu wake, kwamba watu hudharau wema wake, hudharau wema wake, na unafikiri wanaweza kuendelea kukiuka kanuni zake bila matokeo. Lakini unajua kuwa kuna kikomo cha neema yake, kuna kikomo cha rehema yake. Huruma hiyo inaweza kuomba kwa miaka mingi na kudharauliwa, kupuuzwa, lakini kuna wakati ambapo huruma hupotea. Moyo unakuwa mgumu kiasi kwamba huacha kuitikia roho ya Mungu. Marafiki, hiyo ni hali ya kutisha, kufika mahali ambapo Mungu anakusihi lakini hakuna jibu. Je, unajua tunaweza kufika mahali ambapo marafiki, baada ya muda mfupi kila mmoja wetu atakuwa na tabia moja au nyingine kamilifu. Moja au nyingine. Unamaanisha nini? Ninasema alama ya mnyama, kila mmoja anayepokea alama hiyo ataaksi sura ya shetani kikamilifu. Kila mmoja. Kama ninyi mtapata muhuri, wataaksi taswira ya Yesu kikamilifu. Kutakuwa na onyesho la mwisho kwa ulimwengu wa hao wawili wahusika. Ulimwengu mzima, ulimwengu wote utatazama maonyesho ya Mungu na Shetani. Mungu na Shetani wataleta kazi yao bora kwa ulimwengu wote uweze kuona. Je, unakwenda kuaksi tabia ya nani? Sasa
Our decision is not uamuzi made at the wetu crisis. haufanyiki wakati wa mgogoro. Crisis only reveals the Mgogoro huamua maamuzi yetu. crisis that character is revealed. Wakati wa mgogoro tabia hiyo hufichuliwa. Let's finish the quotation. Inspiration Hebu says, tumalizie hii aya, inasema kwamba unasema so that's where we went to the issue of Babylon and the church. Hapo ndipo tunapoelekea kwenye suala la Babeli na kanisa. For a man, now in Ellen White's time, kwa mtu mmoja katika wakati wa Ellen White kulikuwa na mwanaume akiandika ya kwamba kilio kikuu kilikuwa kimeanza, akasema Babeli ilitumika kwa kanisa la Waadventista, hakuna matumizi yoyote. Ni nini ujumbe huu unaohusika kwa Waadventista? Tazama, ni ujumbe kwa Laodikia na ujumbe wa Babeli ni vitu tofauti. Babeli imeanguka na tokeni, lakini ujumbe kwa Laodikia, Mungu anataka tuingie ndani. Mmoja anaondoka na mwingine anasimama na kugonga. Mruhusu aingie, na hiyo ni tofauti. Je, Mungu anazungumza kwa adabu? Je, Mungu anazungumza kwa njia inayobembeleza katika Ufunuo 3? Hapana. Anasema kwamba kadri nipendavyo mimi kukemea na kuadhibu, kwa hiyo unabidi ukatubu. Ninasimama mlangoni na kubisha. Yesu anabishaje? Hilo ni swali sasa. Je, wewe Laodikia, je katika akili yako Laodikia, akilini mwako unaweza kunipinga, unaweza kusema hapana mimi sio Laodikia, lakini wacha nikuulize, wacha nirudie swali. Wewe ni sehemu, ni kwa sababu ni kitu kitamu zaidi. Wakati mwingine unapompa mtu kitu lazima utengeneze kwa kitamu zaidi. Na kumbuka tulipokuwa watoto wadogo tulipewa mafuta ya mnyonyo. Unajua mafuta ya mnyonyo ni machungu. Sasa tulipokuwa tunakula huwezi kunywa. Sasa walitengeneza kwa kitamu zaidi, walitupatia na machungwa na sukari kidogo ili kusudi kiwe kitamu zaidi. Kwa pizi kwa ajili yetu. Unaweza kusema kwamba mimi sio Laodikia, lakini naomba nirudie swali. Wewe ni sehemu ya Laodikia? Ndio. Wewe ni sehemu, ndio. Wewe ni sehemu. Wewe ni sehemu ya kanisa la Laodikia. Swali langu ni hili, kama wewe ni sehemu ya kanisa, Yesu anasema nini kwako? Anasema kwako, ninasimama mlangoni na bisha. Sasa fuata mstari. Mtu yeyote akisikia sauti yangu, anasemaje? Ninasimama mlangoni. Lakini kisha anasema kama kuna mtu atasikia sauti yangu, unajua inamaanisha nini? Si bishi tu bali je, unafuata kwa sababu anasema tu ninasimama. Na mtu akisikia sauti yangu anasema anabisha. Kwa hiyo hagongi tu mlango kwa moyo wako bali anaita. Swali langu ni kwamba Yesu anagongaje? Vipi kama wewe ni sehemu ya Laodikia, kanisa huweza kukaa chini na kusema Yesu anagonga, anabisha? Swali langu, Yesu anabisha vipi? Fuata rafiki zangu, ikiwa mtu anawezekana alikuwa anakupigia simu, kaka au dada, nilikuwa nagonga nyumba yako lakini sidhani kama ulikuwa hapo. Nasema nilikuwa pale saa ngapi? Inawezekana mtu anaweza kugonga mlango wako na wewe usijue kama kwa gonga. Ndio, inaweza katokea hiyo. Anaweza kusema nilikuja nyumbani kwako, hujambo kaka, natoka nyumbani kwako, sikujua kamwe. Nasikia inaweza katokea hata kwetu kwa Yesu. Swali langu ni kwamba je, Yesu anagongaje kwenye mlango wa mtu? Anagongaje? Asante sana. Asante sana. Kila onyo, karibio au ombi katika neno la Mungu au kupitia ujumbe wake ni kubisha mlangoni kwa moyo wako. Ni sauti ya Yesu anaomba kuingia. Kila mtu anapobisha hodi bila kusikilizwa, mwelekeo wa kufungua mlango unakuwa dhaifu. Je, unaelewa hilo mpendwa? Je, unaelewa msukumo unasema nini? Sasa nimesahau ni kurasa gani. Mimi nimesahau, lakini nadhani ni 489. Itakuwa ni 489. Desire of Ages 489. Unanifuata dada? Ni kurasa gani huu? Asante, ni baada ya hapo. Ni kurasa gani? 587
587. DA 587. DA 587. Kwa hiyo Uvuvio unasema kwamba kila kulango kwa mgonga kwa Bwana, kila kubisha huko kuna kuaje? Anasema kila onyo, karipio au ombi ni Yesu anagonga mlangoni mwetu. Ni sauti ya Yesu inayoomba. Ngoja nikuulize kitu kimoja. Je, unafikiri inahitaji kujitolea ili kufungua na kuruhusu Yesu kuingia? Je, inahitaji kafara? Ndiyo, inahitaji kafara. Lakini nisipoitikia, kuna hatari gani? Kuna hatari gani? Inadhoofisha tabia. Inadhoofisha tabia. Ni nini? Tabia ni wakati gani? Mtu anapogonga, ninasema kwa mpangilio wako wa kawaida wa mambo, mtu akigonga mlango ana tabia gani? Ukisikia mlango ukigongwa nyumbani mwako, je, una mwelekeo gani? Wewe ni kawaida kwenda mlangoni, hiyo ni tabia asili. Ni lugha ile ambayo Yohana Mbatizaji alitumia alipokuwa akizungumza kuhusu mayai yakitagwa kwenye mzizi. Kila mtu litozama matunda utakatwa, ndivyo, na kisha anasema Kristo anapepetwa mkononi mwake, ndivyo, na kisha kifaa hicho hutumika kutupa makapi, na kisha mambo mema yanabaki. Hivyo ni kweli, hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Kila anapogonga, tunapoacha kufungua, tunakuwa dhaifu, moyo upoteza nguvu ya ufupi kwa muda. Hivyo ndivyo wazo la kutisha ambalo ingawa unaweza kuona, lakini hupoteza kujua kwake. Wakati mtu hana fahamu, shida. Hebu tuone uvuvio unachozungumza. Tunazungumza kanisa huko Babeli. Ujumbe wa kilio kikuu unatoka, hausishi kwa masalia. Sasa hebu tuone hicho kitu. Nirudi kwenye hili. Nabii anasema kwamba nitarudi kwenye hicho kitu, kwenye hili Gospel Acres 41. Anasema kwamba Mungu ana watu ambao mbingu yote inawajali. Ni kiasi gani mbingu inawajali? Mbingu yote. Hakuna malaika ambaye hawajui wa Adventista wa Sabato mbinguni. Hakuna. Mbingu yote inajali hawa watu. Mbingu yote inatazama hawa watu. Anasema kwamba kila mmoja, kwa kweli anasema kwamba, na anasema Mungu na watu ambao mbingu yote inawajali duniani kwa moyo mpendwa wa Mungu. Hilo ni kanisa lake. Kila mtu anayesoma maneno haya ayaelekeze kwa undani, kwa maana kwa jina la Yesu. Ninasisitiza kila mtu anaenda kwake, anataka kusisitiza kila kitu ndani ya roho zetu. Nabii anasema hivi, maneno mekundu. Anasema ikitokea katikati yetu au miongoni mwetu, ndani ya movement yetu, ndani ya kanisa letu, ikitokea ndani ya kanisa letu au nje yetu. Kwa maneno mengine, anajitenga mbali na hii movement na anainuka juu yetu, nje yetu. Anasema kitu kwamba mwenye mzigo, na kusema mzigo ni sio kwamba kamwekea Mungu huu mzigo, sio mzigo wa Mungu umewekwa juu yake. Anasema kwamba mwenye mzigo wa ujumbe unaotangaza kwamba watu wa Mungu wahesabiwe kati ya Babeli, na anadai kwamba kilio kikuu ni wito wa kutoka ndani yake. Unaweza kujua kwamba yeye hana ujumbe ukweli. Yes, na yatudhani uvuvio uko wazi. Ikiwa mtu yeyote akatokea katika yetu nje yetu akatangaza kwamba kilio kikuu ni kuwaita watu kutoka ndani ya hii movement, ujue kwamba huo sio ujumbe wa kweli. Huo sio ujumbe wa kweli.
Watu wana busara sana kusema kwamba kanisa ni Babeli. Wana busara sana. Unasema kwa nini wana busara sana? Unajua kwamba kwa hiyo unajua wanafanya nini? Wanakimbia, wanazunguka mada, wanasema kwamba nje usema kanisa ni Babeli, lakini wanasema kuna uasi mwingi, tokeni ndani yake. Hiyo wanamaanisha kwa kiasi, sio moja kwa moja kwamba kanisa ni Babeli. Anaenda kusema, ngoja nikuulize swali. Kama nina hudumu, sijali ni huduma gani, sijali ni nani, lakini kama hiyo huduma kiukweli ina ujumbe wa kuondoa ndani ya movement, sisema kwamba kanisa ni Babeli. Anasema tusiwapokee. Tuseme kwamba tusiwategemeze kifedha, msiwategemeze katika hali yoyote. Kwa nini? Kwa wanabeba ujumbe na wapenga kinyume na Mungu. Anasema kwamba kama kuna mtu ni huduma, anaweza kazunguka akatengeneza mlaba na kugeuza silaha zake za vita na kutengeneza duara na kuzunguka na kufanya silaha zake za vita kwa watu wa Mungu wanaopambana. Muogope. Silaha zetu za vita dhidi ya kanisa zinapaswa kuwa wapi? Silaha za vita zipinge vita dhidi ya dhambi, namba 1. Namba 2, dhidi ya mfumo wa mpinga Kristo, dhidi ya sanamu ya mnyama, alama ya mnyama, si dhidi ya mabaki. Unaona sababu ya wanadamu wanachanganyikiwa. Ili sio somo langu, lakini tunazungumza kuhusu habari ya kilio kikuu. Hii lazima itolewe kwa sababu wanaume wanapokea kilio kikuu, wanakimbia kwa kanisa la Waadventista, wanafanya wachanganyikiwe. Ni misemo miwili, watu hawaelewi hili, ndiyo maana wanaishi kanisani. Unaelewa maneno haya mawili ni nini? Ndiyo, mpiganaji wa nini? Ushindi wa kanisa la Waadventista. Kanisa la Waadventista Sabato wa siku ya 7 itakuwa na awamu 2. Ya kwanza 2026, kanisa la Waadventista wa siku ya 7 ni kanisa linalopambana, wako ndani ya vita. Tuko vitani. Nikwambie kitu kimoja, hii vita tunaita ni mapambano, ni mapinduzi, ni mapambano ya ndani. Unahitaji ugonjwa huo wakati mwili unapambana dhidi ya mfumo wa kinga za mwili, unaitwa autoimmune. Kuna viongozi ambao ndani ya movement hii, wengi wao wanalishambulia kanisa. Unamaanisha nini? Lazima tupambane na vitu viwili: wale wanaosimama nje na kuliona kanisa, lakini pia walioko ndani ya kanisa wanaoliharibu. Tusimame na vitu gani? Wale walioko nje na walioko ndani, dhidi ya viongozi wa ovu. Hatuwezi kuacha movement hii na kuondoka. Rafiki zangu, nikwambie kitu kimoja. Nataka niulize kitu. Wakati kiungo cha mwili kina tatizo, na kiungo cha mwili sasa, tumia hata msemo kiungo cha mwili, niambie kwa mpangilio wa asili. Nipe viungo vya mwili wako, nipe viungo. Niambie. Paulo kwenye Korintho anazungumza viungo. Kumbuka sasa, unahitaji kusanyiko. Wakati kuna kusanyiko la watu, kila mtu ni nini? Je, tunahitaji kila mtu ni nani? Ni mshiriki wa kusanyiko hili. Sasa kama kuna mshiriki katika kusanyiko hili ana ugonjwa, sasa wewe ni medical missionary wa kitabibu. Kuna tofauti kati ya daktari wa kidunia na medical missionary, kuna tofauti. Na baadhi ya watu ukweli wa leo ni kama madaktari wa kidunia. Daktari wa kidunia anapokuja kwenye tatizo fulani kwenye mguu wako, huyo mtu anasema nataka nikate mguu, nataka nikusaidie nikuondoe. Hao ni madaktari wa kidunia. Lakini medical missionary anapotazama tatizo, anaanza kutumia hekima kuweza kulinganisha, anajaribu kuokoa kiungo hicho ili asipoteze kiungo. Ni tofauti. That's a difference. Kati ya wale wanaitwa ukweli wa leo, so-called present truth and true present truth. Kuna tofauti. There's a difference, friends. Lazima tusidanganyike kwa sababu tunasikia matukio fulani kwamba hiyo ni kweli iliyopo. Msidanganyike. Do not be deceived. Zaidi ya hayo, tunafanya nini wakati kanisa limeenda moja kwa moja Romani hadi Babeli na kutoa heshima zao? Hapa
Nakusikia dada, nakusikia dada. Hilo najali. Hilo najali. Valid concern. Hiyo ni kweli kabisa. Ni kweli alienda na kumpa Papa medali ya dhahabu. Huyo ni Bibi Beach kwa heshima na kumwambia Papa, sasa nini kitatokea kwa wenye dhambi huko Sayuni? Baada ya muda mfupi watatoka nje, watatoka nje. Hiyo ndio matokeo ya asili. That is the natural outcome. Kwa hiyo sasa tunaombea wale wanaokubaliana na waziwazi na Roma, wanaodai kuamini ujumbe huu. Tunaombea, hatuwalaumu, tunaombea. Lakini wasipotubu, watapata matokeo. Kanisa sio la Agano ndio, wala mzee Wilson. Nasema kwa heshima, wao na wao wanaweza kuambia kwamba wao wenyewe wao, wala si laisi mpya, sio kanisa lao. Biblia inaniambia kwamba kanisa kichwani Kristo. Kwa hiyo washiriki hawa wakiendelea katika uasi, hatimaye Kristo ataazimia kuwatenganisha na mwili wake. Katika mfumo gani? Anasema nitafanya. Sasa ngoja niwaulize, anauliza mtu anapotapika mwili unasema nini kuhusu kile kilichowekwa ndani yake? Mwili unaposema unatapika, je, unatapika kitu? Je, unakubali kwamba mwili unakataa hicho kitu? Sasa Kristo anasema nini dhidi ya wadhambi wa vuguvugu wanaochagua kutokutubu? Anasema nitautapika, anasema nitawatenganisha na mwili wangu. Kwa hiyo wale wanaojitengwa kwa Kristo sio wenye haki. Mwenye haki ni waovu watakao kuwa wametengwa. Marafiki, hili ni kanisa la Mungu masalia. Sijui nizungumze nini. Ni sehemu ya mwili wake. Unaweza kusema hao ndio yupo kwenye uasi. Tunajua yupo kwenye uasi. Yesu alikuja katika kanisa lake na hubiri lake la kwanza. Rafiki zangu, nyie hamjui upinzani. Unaweza kusema ninapinga, lakini hamjui hubiri lake la kwanza. Yesu katika kanisa lake la nyumbani, hubiri lake la kwanza aliwaambia kwamba ninyi ni kipofu. Aliwaambia nalikuja kufungua macho ya vipofu na kuweka huru. Nao wakamjibu, ni duniani. Yesu baada kusoma neno hayo alifunga na akasema, maandiko haya yametimia kwenu, na walimkataa. Waliamka na alipokuwa akisoma nasema kwa Days of Ages, Roho wa Mungu alishuka, moyo wao ulichomwa. Walikubali kwamba mtu huyu hata bila kusema neno alisema tu maandiko kwamba ni mtakatifu, ni mwalimu mtakatifu. Walikiri kwamba alikuwa ni mkuu. Yesu hakuwahi kuhubiri, yeye alisoma tu na uwepo wa Roho hakuweza kuzuia, na wakasema haleluya, amina. Na Biblia inasema kwamba hawakuweza kuzuia. Roho Mtakatifu alikuwa pale, na Yesu alipofunga kitabu alisema na kuambia, leo andiko hili limetimizwa mbele kwenu. Boom, na wote walikuwa kimya. Nini duniani? Andiko hili linatangaza utume wa Masihi. Anasema leo maandiko yametimia. Kusikia kwako kutoka kusema amina, msifu Bwana, utukufu, kimya. Walikuwa karibu kuamka kutoka ndotoni kuelewa anachosema. Anasema kialisia, mimi ni Masihi, nimekuja kufungua kipofu macho. Israeli, nilikuja kuweka huru, mko utumwani. Sasa katika akili zao, sisi ni watoto wa Ibrahimu. Twawezaje kuwa utumwani? Unaona? Tazama, Yesu anasema kila mtu afanyaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wewe ni mtumwa wa dhambi, na anasema nina kazi yangu ni kuweka huru Israeli. Na kabla hajaweza hata kumpiga anasema mimi, anasema najua kuhusu methali, ninajua unachosema. Alisema katika siku za Elia, wakati wa Elia, wakati njaa ilipotokea, Mungu hakumtuma kwa mjane yeyote katika Israeli, bali kwa wa mataifa. Unajua alikuwa akisema kwa njia hiyo ya moja kwamba wakati wowote ule unapotokea uasi, hata mataifa usimama katika nafasi nzuri zaidi. Msabato mwenye nuru yote, unajua kwamba Wababeli wanaweza kuwa katika nafasi nzuri zaidi kuliko wewe. Ikiwa Babeli anaweza kuwa na nuru nyingi hiyo, na Babeli akaishi kulingana hiyo nuru. Ndio Yesu alisema kwamba mataifa wako katika nafasi nzuri zaidi kuliko wewe Israeli. Walikuwa wamekasirika.
walimkamata mfalme wa utukufu. Mtu mmoja alisema kwamba mwanamke mmoja alisimama na akasema kwa sababu alisema huyu ni mwana wa Yusufu, huyu sio ndugu zake. Na mwanamke mmoja lazima alisimama na kusema anathubutuje kusema yeye ndiye Masihi? Kwa nini aliweka kwenye benchi? Sasa unajua Yesu alikuwa na kazi, Yesu alikuwa ni seremala, alikuwa seremala, na kweli kwamba alitangaza kwamba dhamira yake ni kuweka huru. Hawakuweza kuamini hilo. Nani alijua kama hiyo hali ile ya Laodikia ambayo Yesu anasema wewe ni kipofu, kwamba wenye uchi? Na shangaa, na sisi tunakataa. Haiwezi kuwa mimi, haiwezi kuwa mimi Bwana, sio mimi Bwana. Najua huu ujumbe ni ukweli, lakini unapokuwa kwa mtu mwingine anakataa kwamba sio Laodikia. Kwa hiyo Laodikia, hali yetu ngumu ya Laodikia, Yesu anasema kwamba kila anachozungumza kuhusu sisi, hawajui hali yao ya kawaida, hawajui hali yao. Kwa hiyo sisi ni hatuoni na hatutambui hilo. Sisi tu wanyonge na tutambui. Na Biblia inasema kwamba udanganyifu gani mkubwa zaidi unaweza kuja juu ya akili yako kuliko kuamini kwamba uko sahihi wakati umekosea. Ujumbe kwa Laodikia huwapata watu wa Mungu katika udanganyifu wa kusikitisha, lakini hawaamini kwamba hawapo, hawajui kwamba hali yao ni mbaya kwa Mungu. Unajua nini? Wao ni waaminifu katika udanganyifu wao. Unajua waaminifu maana yake? Wanaamini kweli kwamba wako katika hali bora kuliko vile Yesu anavyosema wao. Unadhani ni waaminifu katika udanganyifu wao. Ujumbe wa mwisho, kilio kikuu, njoo, huwezi kamwe, hawezi kuwa kamwe kwa masalia, kamwe, hawezi kamwe. Nataka kutulia na kuomba tumalize hii na tuache tuombe. Biblia inasema kwamba mtu yote atakapotokea miongoni mwetu au nje yetu ambaye ana ujumbe unatangaza kwamba watu wa Mungu ni Babeli, na kutangaza kwamba kilio kikuu ni wito kwa ita watu watoke, utajua kwamba hiyo message sio ya kweli. Usimkubali. Kwa Mungu hajasema kwa njia yake, wala hakumpa ujumbe huo, wala hajampa ujumbe, lakini anakimbia kabla hajatumwa. Anakimbia kabla hajatumwa. Kwa maneno mengine, Mungu ndio anakimbia, lakini anakimbia kitu ambacho Mungu hakumtuma anacho. Yeye mjumbe wa uongo. Mjumbe wa uongo. Usimpokee. Ujumbe uliomo katika kitabu kinachoitwa Kilio Kikuu ni udanganyifu. Na hicho kitabu kinachosema kilio kikuu kilimaanisha nini? Kilisema kwamba kanisa ni Babeli, kwamba Wasabato watoke. Na bila zungumza kwamba huu ni udanganyifu. Huu ni udanganyifu. Sasa tunaanza kujifunza kuhesabiwa kwa imani. Nataka tuache na kuomba. Lakini kuna tofauti gani kati ya militant na triumph? Watu wengine wanahisi kwamba wanapokuja ndani ya kanisa watakutana na watu walioshinda, lakini wanakutamaa wanapoona kanisa ni la wanamgambo, kanisa lililopigana vita. Nashangaa katika siku za Musa, wale waliokuwa upande wa Bwana. Je, Mungu aliwatenga Israeli siku za Musa? Je, Musa aliita wakati kulikuwa na uasi mkuu? Ndio, na wale waliokuwa upande wa Bwana walikimbia kwa Musa. Hata katika Israeli ya kale kulikuwa na vita ndani ya nchi. Kutakuwa na vita ndani ya kanisa la sasa. Sasa kuna tofauti gani? Maana watu inawachanganya na wanaondoka ndani ya kanisa kwa sababu hawajui tofauti kati ya kanisa lililoko vitani na kanisa lililoshinda. Ni hayo tu. Sasa anasema Bwana ana mwili usiogawanyika ambao anafanya kazi kwa huo. Mungu ana mwili uliopangwa ambao
wewe na yeye mnasema kwamba ni sisi. Pole kwamba kuna machozi katikati ya ngano. Anasema tunaomba lazi, lakini hata hivyo ndivyo hali ya kanisa leo, imechanganyika na ngano na magugu. Sasa tofauti kati ya kanisa liloshinda na liloko vitani, anasema kwamba kuna tofauti gani kati ya kanisa liloko vitani liloshinda? Kanisa la SDA limegawanyika katika sehemu kuu mbili, katika sehemu mbili kinabii. Hatima hiyo kwamba Waadventista wa siku za saba wana sehemu kuu mbili za kuwepo, sehemu ya kwamba kanisa lililoko vitani na kanisa lililoshinda. Hizo ndizo sehemu mbili. Tofauti zake ni zipi? Kanisa lililoko vitani ni sasa, ndio, na baadaye ya kuwepo na kanisa tukufu. Je, umesikia kitu? Asante dada. Ulikuwa na mkono wako. Yes. Karibu. Kanisa lako vitani na kanisa liloshinda, tofauti yake ni ipi? Hapa kuna vita, na kinachowatenganisha nini? Ni sheria ya Jumapili. Kanisa lililoko vitani ni zaidi ya milioni 23. Kanisa lililoshinda chini ya 1% ya Waadventista wa Sabato wa siku ya saba. Ndio? Ndio. Alisema wachache, ndio wachache. Kwa hiyo ndio nasema hivyo, chini ya 1% kwa sababu alisema hivyo. Kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwenye volume ya kwanza 608 aliweka wazi kwamba Israeli ya kisasa iko katika hatari kubwa kuliko Israeli ya kale. Unasema alifanya hivyo katika muktadha gani? Zaidi ya watu milioni 1 waliondoka Misri kwenda katika nchi ya Kanaani. Kwa muktadha huo na anasema kutoka kwa umati huo wa awali ni wawili tu walioingia katika nchi ya ahadi ya kisasa. Kisha katika Israeli ya sasa tupo kwenye hatari kubwa. Hiyo ndivyo muktadha wa nukuu kwamba zaidi ya milioni 1 waliondoka nchi ya Misri kwenda katika nchi ya Kanaani, na wawili tu kati ya umati wa awali waliingia katika sentence hiyo. Katika Israeli ya sasa tupo kwenye hatari kubwa. Swali: zaidi ya milioni waliingia wawili tu. Je, hiyo ni asilimia ngapi? Ni asilimia 1. Swali: wapi wapo kwenye hatari kubwa? Ni sisi. Ni nukuu volume ya kwanza ya 608. Nukuu inaanza na kusema, katika kumaliza simulizi hii mimi ningesema tunaishi katika wakati mgumu zaidi. Katika maono ya mwisho niliyopewa nilionyeshwa mwanzo ukweli unaosema, ukweli wa kushangaza. Unajua kile ninachosema kwamba kile ninachokiona kilinistua. Na kunistua haimaanishi wewe umetulia, hakuna kustuka. Kuna maanisha inaonyesha ukweli wa kushangaza kwamba ni sehemu ndogo tu ya wale wanaokiri sasa imani katika ukweli itatakaswa nayo na kuokolewa. Wengi watazidi urahisi wa kazi, kufuata ulimwengu, kusamini sanamu, na hiyo kuwa wafu kiroho. Wakati mfuasi mnyenyekevu wa Yesu anayejitoa mhanga atafikia ukamilifu. Na kisha anasema nilielekezwa nyuma ya Israeli ya kale. Na hivyo wawili kati ya umati wa awali waliingia katika nchi ya ahadi. Israeli ya kisasa ipo katika hatari kubwa zaidi. Leo wapiganaji wa kanisa wanaundwa. Leo wapiganaji wa kanisa inajumuisha 23 ya matakwimu mapya milioni 23 Waadventista siku ya saba. Wanachama milioni 23, na kuambia kwamba washindi watakuwa chini ya 1%. Chini ya 1%. Hiyo ni juzuu ya kwanza 608. Chini ya 1%. Na si kwamba Mungu anasema nimetangaza 1%. Ni kwamba chini ya 1% utashirikiana naye, watashiriki chini ya 1%. Marafiki, nataka kutulia na kuanza masomo yetu. Hilo sio somo letu. Nataka tuangalie kuhesabiwa haki kwa imani. Tutajaribu na kufupisha kuhesabiwa haki kwa imani muunganishe na ujumbe wa malaika watatu. Wale ambao wanaweza kumruhusu tu, ndio. Baba yetu mwenye upendo,
Tunakaribia kiti chako cha enzi kwa unyenyekevu. Bwana, tunaomba mwongozo wa Roho wako sasa tunapokaribia kujifunza zaidi kuhusu hili muda muhimu, kuhesabu yako kwa imani. Ninaomba kwa unyenyekevu Baba, tafadhali mwanao ainuliwe. Muhimu wa nguvu ya damu uwe umefunuliwa wazi. Tusaidia kuona Baba kwamba kweli kuna chemichemu inayotoka kwenye mishipa ya Emmanuel, ambaye mwenye dhambi anaweza kutumbukia chini yake mafuriko na kupoteza hatia ya madoa yote. Baba, tusaidie kuona ni kuna nguvu katika damu ya Kristo, na tunapomwona kinuliwa Baba, mioyo yetu na iondoke kutoka katika utii na tuhamie kwenye iondoke katika ubinafsi na kutokuwa binafsi. Baba, tunaomba tubariki sasa, kaa pamoja nawe, uwe mwalimu wetu, kwa maana tunaomba kwa unyenyekevu katika jina lake Kristo, amina. Revelations, Ufunuo sura ya 14. Revelation chapter 14. Ufunuo sura ya 14. Revelations chapter 14. Ufunuo sura ya 14. Revelation chapter 14. Ufunuo sura ya 14. We're going to be studying the third angel's message. Tunakwenda kujifunza ujumbe wa malaika watatu. Sasa tunawezaje kufika huko kwenye Ufunuo sura ya 14? Ufunuo sura ya 14. I'm still on this matter of justification by faith. Bado nipo katika ile swala la kuhesabika kwa imani. Nataka tusome hii kwanza, tumalizie. Inasema kwamba, anasema ujumbe wa sasa kuhesabika kwa imani ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Unabeba utakatifu, sifa za matunda yake ni utakatifu. Justification by faith, kuhesabika kwa imani, kulingana hii, tunda lake ni lipi? Tunda lake ni lipi? Ni takatifu. Je, the fruit of justification by faith, tunda lake ni utakatifu. If you have this experience, if you are justified, kama una uzoefu, kama ni udhaifu, umehesabiwa haki, ushahidi matunda yake ni utakatifu. Holiness. Utakatifu. Now let's see what she says. Sasa hebu tuone anasema nini katika sehemu inayofuata. Anasema kwamba kuna takwimu mbinguni, hakuna hata moja katika 100. Ishi hapo. Anasema kwamba hakuna moja katika nani kwenye 100. Hiyo ni takwimu ya nini? What is that? Hiyo nini? Hakuna hata moja katika 100. Less than 1%. Thank you, brother. Maana yake ni chini ya 100. Asante kaka. Utagundua Ellen White anazungumza mada yoyote, nabii huwa anazungumza kila wakati. Anasema hakuna mtu mmoja katika 100. Unajua unapozungumzia ndoa anazungumzia kwamba hakuna mmoja katika 100. Anapozungumzia maisha shambani anasema hakuna mmoja katika 100. Katika kila mada anapogusa kila ambacho Mungu ametoa, yeye husema kwamba mara nyingi ni chini ya 100. Na kufanya kile Mungu anachosema katika jambo moja chini ya 100. Kwa hiyo najiuliza, je, itabadilika wakati mgogoro utakapokuja? Itaendelea kuwa hivyo chini ya 100 wakati huo siku zote. Anasema kwamba hakuna mmoja kati ya 100. Kwa nini? Ni nani anayeelewa mwenyewe ukweli Biblia kuhusu mada hii ambayo ni kwa ustawi wetu wa sasa na wa milele? Ni somo gani anazungumzia? Ni utakatifu, ndio. Utakatifu ni tunda, lakini ni kuhesabiwa haki. Ni kuhesabiwa haki, lakini hakuna hata mmoja. Naomba nikuulize, kama hakuna mmoja chini ya 100 anayeelewa, how many are experiencing it? Ni wapi wenye uzoefu na hilo? Not 1 in 100. You just follow the pattern. If not 1 in 100, kama hakuna mmoja kati ya 100, not 1 in 100 is experience. Na huo ni uzoefu, maana yake hakuna mmoja chini ya 100 wenye uzoefu na hicho kitu. Hakuna hata mmoja, hata wakati wa crisis chini ya 100. Kwa hiyo kuhesabiwa kwa imani, unajua ni nini msingi wake? Nini msingi wake? Kuhesabiwa kwa imani ni ujumbe wa malaika watatu.
Na nikuulize ujumbe wa malaika watatu unaonya tujiandae kwa nini? Kwa ajili ya alama ya mnyama. Kwa hiyo jiulize swali, kama hii ni kweli, kwa sababu haki kwa imani kutapata nafasi katika maandalizi ya mgogoro kabla sheria ya Jumapili. Kama hakuna mmoja chini ya 100 anayeelewa kwa sababu kwa imani, maana yake ni kwamba hakuna mmoja chini ya 100 mwenye uzoefu, na hivyo hakuna hata mmoja chini ya 100 anaandaliwa kwa ajili. Hakuna mmoja kati ya 100 anayejiandaa. Hakuna mmoja kati ya 100. Hiyo ndio takwimu ya mbinguni. Hakuna mmoja chini ya 100 kati ya watu milioni 23 ya Waadventista. 23 milioni, hakuna hata mmoja katika 100. Sasa kama anasema kati ya mmoja chini ya 100, ingekuwa ni chini ya 100. Hajawahi kusema mmoja kati ya 100. Hakuna hata mmoja. Sitasoma mwisho huu, lakini tutasimama hapa kisha tutaingia katika kujifunza neno. Hebu tuone nabii anasema nini. Tunatazama katika utafiti, anasema kadhaa wamenadikiwa wakiniuliza, ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani ni ujumbe wa malaika watatu. Hiyo ndio maana waliuliza, je, ni ujumbe wa malaika watatu wa kuhesabiwa kwa imani? Jibu langu lilikuwa ni kuhesabiwa haki kwa imani ni ujumbe wa malaika watatu kwa kweli. Nisaidie. Kulingana na unabii, je, kuhesabiwa haki kwa imani ni sehemu ya ujumbe wa malaika watatu? Ndio. Kimsingi nasema kwa kweli, akimaanisha kwamba jumla mambo ya malaika watatu ni kuhesabiwa haki kwa imani. Kuhusu jambo hilo, sasa twende tuone Ufunuo 14, tunaanza kuanzia aya 9. Ufunuo 14 tunaanza na aya 9. Ufunuo 14. Je, naweza kupata msomaji? Ufunuo 14 tafadhali. Ufunuo 14:9. Ufunuo 14 aya 9 na 10 na kisha tuleka 12. Ufunuo 14:9 mpaka 12. Samani na malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu yeyote akimsujudu mnyama na sanamu yake na akipokea alama katika upaji uso wake au mkononi mwake, na huyo atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu ambayo humiminwa bila kuchanganywa na maji ndani ya kikombe cha ghadhabu yake. Nitamaanisha hapo kabla hujaendelea, ujumbe wa kando tu. Fimbo ya Mungu inapatikana wapi? Je, umewahi kusikia maombi ya Yesu, e Baba yangu, kama inawezekana ondoa kikombe hiki? Ni kikombe gani ambacho Yesu alikuwa akiuliza? Ni ghadhabu ya Mungu. Hilo ndilo alilokuwa akimwomba Baba ondoe. Na Petro alipokata sikio la mtumishi, alimuuliza Petro katika Yohana 19, Yohana 18, akamwambia Petro, je, nisinywe kikombe ambacho mimi Baba alinipa? Kwa hiyo mwanadamu yeyote asinywe kikombe hiki, kwa sababu Kristo amekunywa kwa ajili yetu. Amekunywa kwa ajili yetu. Na je, unajua wale wanaopokea alama ya mnyama, Biblia inasema kwamba hawana raha mchana wala usiku. Biblia inasema kwamba unapoendelea kusoma mstari wa 11, unataka kuendelea kusoma 11? Anza 10 na kuendelea. Naye atateswa na moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Mstari wa 11, na moshi wa mateso yapaa juu milele na milele, nao hawana raha. Sasa nitakusimulia, hawana raha usiku wala mchana. Sasa marafiki, sasa siingii kwenye suala la kuzimu. Ndio, hili ni jambo ambalo watu huchanganya nalo. Siendi huko. Hivi ndio navyosema, wale wanaopokea alama ya mnyama inasema hawana pumziko. Ngoja nikusaidie. Kwa nini hawana pumziko? Kwa sababu wamekataa raha ambayo Yesu aliwapa. Kumbuka Yesu anasema, njoo kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko hutokana nani? Njooni wote ambao mmehangaika na mizigo. Kitu gani ambacho kinafanya tuwe na mizigo? Ni dhambi, ni dhambi. Sasa kwa hiyo ikiwa amekupa pumziko, amekupa nini? Amekuondolea dhambi. Kwa hiyo kwa sababu alichagua kutopokea mengine,
walikuwa duniani, Yesu aliahidi kwamba atapumzisha wakati adhabu itakapokuja. Mstari wa 12. Huu ndio uvumilivu wa watakatifu. Kesho tunakwenda kusoma kila aya kwenye aya 12. Hapa kuna uvumilivu wa watakatifu, ndio hapa kuna wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo kwenye mstari wa 12, je, ni mstari hasi au mstari chanya? Kila kitu kilichotangulia kilikuwa nini? Hii ni chanya. Kila kitu kilichotangulia kilikuwa nini hasi, na hitimisho ni hakika kwamba Mungu atakuwa na watu. Haisemi ni nani anayejaribu kushika amri, inasema kwamba shika amri za Mungu. Kwa maneno mengine, wamefika mahali ambapo wanaishi maisha ya uthabiti. Sasa kuna msemo ambayo nataka ongeza nguvu. Kuna msemo moja ninataka kuongeza nguvu, ni imani. Ni imani ya Yesu. Imani ya Yesu. Nataka tuone uzito katika kifungu imani ya Yesu. Njoo nami katika Biblia hadi katika Warumi 3. Warumi sura ya 3. Warumi sura ya 3. Nataka tuone kifungu hiki cha maneno imani ya Yesu. Imani ya Yesu. Warumi 3:22. Warumi 3:22. Warumi 3:22. Tunaweza kupata msomaji mwingine? Warumi 3:22, dada Yuves, unaweza kusoma Warumi 3:23. Warumi 3:22. Nini maana imani ya Yesu? Hata haki ya Mungu, hata haki ya Mungu ndio ambayo ni kwa imani ya Yesu Kristo. Ambayo ni kwa nini? Ni kwa imani ya nini? Ni ya Yesu Kristo. Kwa hiyo unapoona imani ya Yesu Kristo inaunganishwa katika maandishi hayo ya nini? Inaunganisha nini? Kwanza roho ya maandishi, haki. Kwa hiyo imani ya Yesu, unapoona msemo imani ya Yesu inahusu nini? Haki kwa imani. Haki kwa imani. Sasa shahidi wa pili kwenye Filipi 3. Shahidi wa pili wa Filipi 3. Ushahidi wa pili wa Filipi 3. Wafilipi sura ya 3. Tunasoma Wafilipi 3 mstari wa 9. Wafilipi 3 mstari wa 9. Tunatazama kwenye imani ya Yesu, shahidi wa pili, shahidi wa pili. Na kuonekana ndani yake, sina haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria. Sasa sina haki yangu mwenyewe inayotokana na sheria. Sasa nataka kusimama hapo. Sijawahi kukisoma katika utafiti wangu uliopita na sijawahi kukiweka katika utafiti huu. Lakini anasema kwamba waandishi na Mafarisayo walitafuta haki kupitia sheria. Nabii huyu anasema kwamba wakati Yesu alipowaona, anasema haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hawataingia katika mbingu. Anatoa maoni yake kuhusu mstari huo, anasema kwamba walitafuta haki kupitia sheria. And do you know what she says in the next sentence? Na unajua anasema nini katika sentensi inayofuata? Anasema kwamba wanafunzi wa Kristo lazima wapate haki kwa njia tofauti. In a different way. Say what in the world? Unasema nini katika? Kwa hiyo Mafarisayo walitafuta haki. Pharisees sought righteousness through the law. Anasema wafuasi wa Kristo lazima wapate haki kupitia chanzo kingine zaidi ya sheria. Let me help you. Acha nikusaidie. If you find that's Bible, ukipindua hiyo ni Biblia, na nabii huyo anasema ya kwamba ni Biblia, lakini Biblia inakupa mistari. Sheria ni njema, takatifu na haki, lakini sheria haiwezi kukupa mwenye haki. Haikuumbwa tangu mwanzo ili kukufanya uwe mwenye haki. Ni kutafuta haki, lakini haiwezi kamwe kumfanya mwenye dhambi kuwa mwadilifu. Waandishi na Mafarisayo walitafuta haki kupitia sheria. Haiwezekani. Nabii anasema wafuasi wa Kristo lazima wapate haki kutoka kwa chanzo kingine. Sasa fuata. Paulo ananiambia kwamba haki yoyote inayopatikana kutoka chanzo chochote, pale ambapo kuna chanzo cha moja kwa moja, kuna chanzo, lakini chochote anachosema unapata haki yako, anasema sheria lazima ishuhudie hiyo. Kwa maneno mengine, kwamba haki popote pale unaipata unaporudi kwenye sheria. Sheria lazima itambue haki hiyo. Haiwezi kuwa haki inayokiuka kanuni ya sheria.
haiwezi kuwa lazima iwe haki hiyo inayopatikana sheria. Ingawa sheria haikupatana na haki hiyo, popote unapoipata haki, wakati ukirudi kwenye sheria, sheria lazima ishuhudie kwamba hii ni haki kwa kweli. Hii inapatikana wapi? Lazima niseme ni nukuu yenye nguvu, kwa sababu nahisi kama hiyo inaelezea kila ambacho watu wengi hawaelewi kuhusu utakaso. Ndio, kama mimi nimetakaswa, kama mimi nimehesabiwa haki kwa damu ya Kristo, mimi ni mwema, lakini hiyo ni neema bei rahisi. Lakini kama mimi nilitenda sheria, basi hii hawataki kupata wokovu kwa matendo, kwa hiyo wanabaki katika hilo. Lazima kuwe na usawa hapo, lazima kuwe na usawa. Nukuu hiyo inaleta usawa. Kwa hiyo ikiwa haki ya Kristo moyoni mwangu inakisiwa na sheria, lazima hiyo. Basi matendo yangu lazima yawe kulingana na sheria, lazima yawe kulingana na sheria. Kwa sheria hiyo ndiyo sasa nukuu. Acha niweke nukuu. Nadhani na nukuu ambayo inataja mwandishi, lazima tupate wenye haki. Nadhani ipo kwenye Mlima wa Baraka. Asante dada, tafadhali kama umeipata, tafadhali unaweza kutusomea tafadhali dada, ukurasa upi dada? 54 kifungu cha pili. Ingawa sheria ni takatifu, Wayahudi hawakuweza kupata haki kwa njia yao wenyewe. Juhudi za kushika sheria, wanafunzi wa Kristo lazima wapate haki kwa njia kwa tabia tofauti kutokana na Farisayo. Maskini dada. Kwa hiyo umeelewa alichosema? Mafarisayo walitafuta wapi haki? Sheria. Sasa dada, utasoma chote, atasoma vinginevyo utatoa utafiti wangu wote, wewe unaishia hapo. Kwa hiyo haki ambayo Mafarisayo walitafuta ilikuwa ile mwenye haki kwa sheria, na Yesu anasema haki yenu lazima ipite hiyo. Lakini hiyo, kwa hiyo lazima ipate haki kutoka kwa mahali pengine isipokuwa katika sheria. Lakini haki yoyote inayotaka lazima iwe ndani yangu. Upatano wa sheria, unaelewa nachosema? Sheria haipi haki, lakini popote ninapoipata, ninapokuja sheria lazima ipate na sheria. Je, hiyo ina maana? Sasa kwenye Wafilipi, je, nilisoma kwa ajili yenu Wafilipi 3 aya 9. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Tunaweza pia kuona wakati Paulo anatumia imani kwa Kristo, humaanisha nini? Haki kwa imani. Haki kwa imani. Kwa hiyo wacha nikuulize swali, ikiwa imani ya Yesu ni haki, basi haki inapatikana nafasi yake katika malaika watatu. Ndio. Sasa Paulo alikuwa mcha Mungu mwelevu na msomaji. Je, unaweza kunikumbusha haki? Je, nitajie mimi katika sehemu mbili za haki? Ndio. Ya kwanza, kuna imputed. Sasa nipe tofauti mbili kati ya imputed na imparted righteousness. Imputed huitwa nini? Huitwa justification. Na imparted huitwa sanctification. Na hivyo tokea kwa nini? Kwa imani. Utakaso kwa imani. Na ndivyo Paulo alivyozungumza. Kwa hiyo utakaso si kwa matendo yetu. Hapana. Kwenye kitabu cha Matendo 20 anasema utakaso ni kwa imani. Kwa imani. Kwa imani. Sasa tuko mahali pazuri katika muda huu mdogo uliobaki, na hatuko kamilifu katika utafiti, hatuko bado ingesoma kikamilifu, bado tunaweka msingi, lakini tunahitaji kuingia ndani sasa. Sasa swali langu ni hili: malaika watatu, ni yupi kati ya hao wawili mwenye haki ambaye ni malaika watatu anayeishi zaidi juu kulingana na unabii? Malaika wa pili. Je, unaona hilo? Jiulize swali, ni wapi tunapaswa kujifunza? Yes, ni kuhesabiwa haki. Sasa mtu anaweza kusema kwamba nataka utakaso, lakini sikiliza, ukipata haki kwa usahihi, matokeo ya asi utakaso sio. Kumbuka tulisoma Ellen White anasema kwamba kuhesabiwa haki kwa imani, tunakuhesabiwa haki kwa imani ni nini? Ni utakatifu. Ni utakatifu. Elewa hivi vizuri, utakatifu unakuja. Sasa
Sitaenda kwa Galatia, lakini katika Galatia 2:16 Paulo anatumia imani ya Yesu, anaitumia angalau katika andiko hilo angalau mara 2 au mara 3 hivi. Kila anapotumia hasemi haki, anasema kuhesabiwa haki. Kila anaposema imani ya Yesu, yeye anaunganisha na kuhesabiwa haki, kuhesabiwa haki, kuhesabiwa haki. Nadhani angalau mara 2 anafanya hivyo, angalau mara 2, mara 3. Sasa nataka tuangalie uhalalishaji. Hilo ndilo ninalotaka tufanye. Angalau tujifunze kuhesabiwa haki kwa haki kweli, ambayo ni sehemu ya ujumbe wa malaika watatu. Sasa jambo la kwanza mimi nachokifanya tufanye ni kufafanua ufafanuzi wa msingi wa kuhesabiwa haki. Niambie, ufafanuzi wa msingi wa kuhesabiwa haki ni upi? Ufafanuzi wa msingi ni upi? Msamaha. Msamaha. Now, sasa I'm not going to read the entire scripture. Sitasoma maandiko yote kwa sababu nataka kupata andiko la msingi zaidi linaloonyesha kwamba kwamba justification ni msamaha. Twende kwenye kitabu cha Luka 18. Je, ninaweza kupata msomaji mwingine? Luka 18. I want us to read Luke 18 verse 9. Nataka tusome Luka 18 aya Luke chapter 18 verse 9. 9. Context, just that verse 9 is just nataka context. Tuone hii context inasemaje. Verse 9 is just context. 18 Luka aya 9 inasema 18 verse 9. 18:9. Luke 18 verse 9. Luka 18:9. And he spake this parable akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Amejifunza hapa ni righteousness, ndiyo. Je, tunashughulikia haki hapa. Kwa hiyo watu wawili walipanda kwenda hekaluni kuomba. Mmoja alikuwa Farisayo na mwingine mtoza ushuru. Farisayo alisimama kuomba hivi pamoja na Mungu: nashukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wazinzi, wasio waadilifu, au hata kama mtoza ushuru huyu. Ninafunga mara 2 kwa wiki, natoa zaka yote niliyo nayo. Mstari 13, na mtoza ushuru aliyekuwa amesimama mbali hakutaka kuinua hata macho yake yakitazama mbinguni, lakini yakitoa moshi kifuani mwake alisema, Mungu nirehemu mimi mwenye dhambi. Ishia hapa. Mtoza ushuru alimwomba nini Mungu? Akisema, Mungu nirehemu, nirehemu, nisamehe. Angalia mstari wa 14 sasa. Mstari wa 14 sasa. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani mwake amehesabiwa haki kuliko yule. Ishia hapo. Je, umeona Mungu anavyoweka kuhesabiwa haki? Mwanadamu alikuwa amefanya nini? Amesamehewa. Kuhesabiwa maana yake haki ni kusamehewa, ni katika umbo lake la msingi, ni msamaha, ni msamaha. Sasa kwa hiyo kuhesabiwa haki ni neno lingine la kuhesabiwa haki, ni msamaha. Neno lingine ni nini? Ni msamaha. Okay, sister, title, yes. But that's wonderful. Dada, niambie, jina jingine kuhesabiwa haki ni lipi? Ni imputed righteousness. Kwa jina jingine ni nini? Ni righteousness. Sasa ndipo ninapovutia, sio kwamba kwa ukamilifu. Naweka msingi sasa na kuuliza swali kibiblia: ni wapi naweza kupata picha iliyo wazi zaidi ya haki kwa imani? Ni msalaba. Uko sahihi. Uko sahihi. Uko sahihi. Now when I say you're right, you know what I mean. Naposema uko sawa, unajua maanisha nini? Uko sahihi, lakini hauko sahihi. Sio jibu unalolitafuta, ndio. Sio jibu unalolitafuta, lakini uko sahihi. Kuna sehemu moja kibiblia, sio maneno yangu, sisemi hivyo. Mungu anasema kihalisia. Ukitaka kuelewa maneno yake mwenyewe, yamo katika Biblia, yamo katika Biblia kihalisia. Mungu anasema kwamba ukitaka kuelewa haki kwa imani, anasema nenda huko, nenda huko, nenda huko.
Msalaba uliunganishwa nao, lakini hapo si mahali ambapo Mungu anatuelekeza. Sio wafu, sio Ezekieli, ni uzoefu tu. Ilikuwa historia, kipindi cha historia ambacho Mungu anasema, kipindi cha historia Mungu anasema kwamba ukitaka kuelewa haki kwa imani, anasema rudi huko. Anaandika, anazungumza kwa watu wake kupitia nabii, na anasema hapana, ndugu, ni mojawapo ya makanisa yaliyo katika Ufunuo. Sawa. Ndio sawa. Namna fulani hivi ndio Ufunuo, nazungumza kuhusu habari ya haki, lakini sio Ufunuo. Tazama, nikuuliza swali. Mungu akisema unataka kuelewa haki kwa imani, nenda huko. Swali, unafikiria kuna mahali pengine pazuri pa kwenda? Mungu akikuongoza huko, hapo ndipo mahali pazuri zaidi unapokwenda. Hakuna mahali pengine bora zaidi ya kuliko hapa. Mguu wa msalaba hunipa uzoefu, hapo ndipo ninapopata uzoefu. Lakini Mungu anasema ukitaka kuelewa jambo fulani kuhusu haki kwa imani yenyewe, kuhesabiwa haki, nenda hapo. Sawa. Warumi, ndio Warumi, hiyo ni kweli. Warumi huzungumzia kuhusu uhalishaji wa haki kwa imani, lakini kuna kingine inazungumza kuhusu hilo. Lakini kuna uzoefu katika historia ya watu wake kwamba Mungu kwa kweli, inasema hivyo ndivyo picha iliyo wazi zaidi unaweza kuona kwa imani. Picha zaidi. Sawa, patakatifu, ndiyo ninakubali nawe patakatifu, lakini si patakatifu. Baraka, unasemaje? Umeshika mkono wako? No? Dada Monica, nani? Umepokea mkono wako kaka? Sawa kijana, sawa. Ni kitabu cha Mwanzo. Sawa, kitabu cha Mwanzo ndio unaweza kukipata, lakini kitabu cha Mwanzo pia sisemi hiyo ambayo Mungu mwenyewe anasema. Marafiki, acha niseme hivi, ikiwa ni muunganisho na ujumbe malaika watatu, tunapaswa jua hili liko katika Biblia. Mungu mwenyewe amesema. Yohana, sio Yohana. Hapana, sio Yohana. Yeremia 23. Okay, Jeremiah 23 says his name shall be called the Lord our righteousness. Jina taitwa Bwana wa haki yetu, lakini si Yeremia. Not Jeremiah. Sio Yeremia. Marafiki, ikiwa ujumbe malaika watatu ni wa haki kwa imani na Mungu mwenyewe yupo katika Biblia, sio yetu. Biblia yako mwenyewe iko katika Biblia yako. Mungu anasema ukitaka kujua haki kwa imani, nenda pale, sio kuinga. Ipo katika Biblia. Mungu mwenyewe amesema ipo ndani yake, ipo katika Biblia yako. Je, unaweza kutoa kidokezo? Jibu dokezo. Agano la Kale ninakupa kama kama hakuna atakaye jibu, sitoi nafasi nyingine. Hapana kaka, asante kwa kujaribu. Njoo Mika, kitabu cha Mika. Twende kitabu cha Mika. See what you think is minor prophet, I tell you, don't overlook them. Twende tukaangalia, japo na hisi ni nabii mdogo, lakini twende tukaangalia kwa Mika. Mika 6. Mika sura ya 6. Ninasoma Mika 6 Friends, when I read this, I couldn't understand. I'll be honest with you. Niliposoma hiki ndugu zangu, sikuelewa kwa nini Mungu alizungumza hivi. Kweli sikuelewa kabisa. Aya 4. Kwa maana nalikupandisha kutoka nchi ya Misri na kukukomboa kutoka katika nyumba ya utumwa, nami naliupelekea Musa na Haruni na Miriam. Aya 5. Enyi watu wangu, kumbukeni sasa alivyouliza Baraki mfalme wa Moabu, alivyojibu Balamu mwana wa Beori. Kumbukeni toka Shitimu hata Gilgali, mpate kuyajua matendo ya haki ya Bwana. Sasa rafiki zangu, hii inaweza ikawa ni confusion, lakini katika sehemu zote za historia ya Biblia. Lakini kwa nini atueleza kwa Balaam? Kwa nini atueleza kwa Balaam? Kwa nini kwa Balaam? Kwa sababu Mungu anasema tukielewa haki kwa imani,
twende pale. Kwani Balaamu alisema nini? Mungu anasema ni ufunuo wa haki yangu. Hakika unapoitazama kwa mara ya kwanza inachanganya sana, lakini kutoka sehemu zote za Biblia, Balaamu alisema nini? Ni nani aliyekuwa mwasi? Nenda huko. Mungu anasema Balaamu alisema watu hawa hawamfuati Bwana na hawawezi Mungu kumlinda. Twende kwenye kitabu cha Hesabu 14. Hesabu 14. Hesabu 14. Hesabu 14. This is not Balaam speaking or anything. We're not yet there. We are Numbers the 14th chapter. Hesabu 14. We are reading Numbers chapter 14. I just want to set the stage for Balaam's words. Haya maneno ya Balaam. Aya ya 22 kabla Balaam kuzungumza. Aya 22. But this will set us up na for hii that. inaweza kutusaidia. Numbers 14:22. Hesabu 12:22. Mungu anasema kwamba kwa sababu watu hawa wote, anazungumza Israeli, kwa sababu watu hawa wote ambao wameona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakusikiza sauti yangu. Rafiki zangu, nataka kuuliza swali kuhusiana na hii sehemu. Nauliza swali, kulingana na tangazo la Mungu, je, Israeli ilikuwa ikimtii yeye au haikumtii? Haikumtii. Unaona kwamba kutokutii, unakubaliana nami? Kutokutii kwa kile Mungu anasema kwamba nini? Watu wasiotii. Sasa wamejaribu mara 10 hizi. Sasa tafadhali rafiki yangu, tafakari mstari huu kabla ya hayo. Hata naenda, nataka uelewe, nataka akili yako ielewe mstari huu kwamba watu hawa ambao nimewasoma hivi punde, Mungu anazungumza tu kuhusu Israeli. Mungu anasema hawakutii. Mara ngapi? Mara 10 zaidi. Ni ishara. Mungu anasema tu kwamba wananiasi kila mara. Unakubaliana nami kulingana na maandishi? Ona, ninachokusomea kuhusu haki ya Mungu na kuambia sasa, Mungu nilijua ufikiri yeye ni mwongo. Niko karibu kusoma kile Balaamu alisema, na Mungu alisema kabla hajasema kitakachotendeka kusema. Balaamu waambie watu wake mimi si mwongo, kwamba mimi si mwanadamu niseme uongo, kwa sababu tunachotaka kusoma kinaonekana katika kwamba Mungu anasema uongo. Mungu anasema mstari huu anapozungumza na sauti ya nabii Balaamu, Mungu anasema, na kabla hajasema Balaamu mwambie mimi si mwanadamu tuseme uongo. Mungu alisema nini? Hebu tuangalie. Ngoja tuone. Ngoja tuone alichosema Mungu. Hesabu 23. Hesabu 23. Now from 14 to 23, kuanzia 14 mpaka 23 hakuna sura nyingi katikati. Hakuna sura nyingi katikati. Numbers 23. Hesabu 23. I'm looking at verse 19. Tunasoma sura 19. Verse 21. 21 inasema 19. Mungu, by the way, who is speaking here? Look at verse 1 and 2. Anazungumza hapa ni nani kwenye aya ya kwanza na pili? And verse 3, it's Balaam said unto Balak. Balaam said, go and hear what Balaam said. Anasema kwamba we're going there. Verse 19. Aya 19, Mungu si mtu that he should lie. Aseme do you believe uongo. what God is saying, that he's not a man that he should lie? Unaamini kwamba Mungu anaweza kudanganya? Si mwanadamu. Verse 20. Kwenye aya 20, behold, I have received a command tazama to bless, nimepewa amri kubariki, yeye amenibariki nami siwezi kulitangua. Anasema nini Balaam kwa Israeli? Anazungumza uvuvio. 21, hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme katikati yao. Umeona ninachokiona? Nimesikia kwenye Hesabu 14 uasi na kutokutii. Sasa narudi kwenye Hesabu 23. Mungu anazungumza na Ibrahimu kwenye unabii ya kwamba hakuna uovu ndani ya watu. Sijawahi kusikia kitu. Anasema, unaona jinsi ya kuhesabiwa kwa imani, haijalishi ni kiasi gani unashindwa kwako kwa zamani, Mungu anakusamehe na yeye haoni uovu tena. Umetakaswa kikamilifu kana kwamba hukuwahi kutenda dhambi mbele za Mungu mtakatifu, kuhesabiwa haki kwa imani.
Ndugu, niliona mkono wako unachukua maana mpya, sio samani? Inachukua maana mpya vipi? Ni lazima iwe na imani, kwa sababu ndiyo Kristo atakapokuja katika hatua zako. Then Christ comes in your stead. That's why what we just read would say, I see no. Ndio maana mtu anasimama na haoni mwingine, kwa sababu unapomtazama unamtazama Kristo kwa niaba yako. Lakini ndiyo utukufu. Na hii ndio njia pekee Mungu anaweza kusema hivi pekee na bado akawa mwenye haki. Marafiki, je, mnaelewa kuhesabiwa haki kwa imani ni jambo kamili la msamaha wa dhambi? Jinsi ulivyo kamili, akana kwamba umeupata. Sijawahi kufanya hivi. Acha nikupe ushahidi wa pili. Njoo kwenye kitabu Wafalme wa kwanza, nadhani ni 13. Wafalme wa kwanza 13. Samahani, Wafalme wa kwanza 14. Imani na Matendo ukurasa wa 300 nasema kwamba msamaha na kuhesabiwa haki ni kitu kimoja. Kwa hiyo msamaha na kuhesabiwa haki ni nini? Ni jambo moja. Kisha nasema kuhesabiwa haki ni msamaha kamili wa dhambi. Swali, unajua vipi wakati Mungu anapokuhesabia haki kana kwamba kufanya dhambi? Unakumbuka ni nini? Kamili, msamaha kamili wa dhambi. Ni kamili. Wakati kitu kikiwa kikamili, je, kuna kitu kinachokosekana? Hapana kinachokosekana. Wakati mtenda dhambi anapokubali Kristo kwa imani, mara tu anasamehewa. Lakini Kristo anahesabu kwake naye, wala hana tena, anasema fuata, wala hana tena shaka ya Mungu kwa neema yake ya kusamehe dhambi. Unaona hicho kitu? Utaona shetani, yeye ni mjanja. Mungu anakupa uzoefu na unakuwa na shaka. Anashangaa kama Bwana aliwahi kusamehe na unabeba mzigo maishani mwako bila malipo. Unasema kwamba uko wazi kwamba wakati ambapo mzambi na mkubali Kristo ni pale pale tunasamehewa. Hii ni tamu sana. Haki haitoki na sheria. Sheria ya haki hufanua haki. Haki kutoka kwa Kristo. Ninapokea haki ya kumpokea Kristo. Ni haki gani hiyo? Inayopatikana na sheria. Na kisha nasema kwamba mwenye dhambi anakubali Kristo kwa imani, mara tu anapokea msamaha. Unamaanisha swali, Mungu alikusamehe, anakusamehe, wewe ni mkamilifu na mkamilifu. Swali, je, Mungu sasa anakuona kama mwenye dhambi? Hapana. Sasa wewe, kwa nini mwenye dhambi wote ni nini? Kwa hiyo Mungu anaweka mbadala. Hapana, si mali yako tena, ni Kristo. Marafiki zangu, bei ya dhambi hiyo nawaambia ni gari. Ili kwa yeye kufanya hivi kwa ajili yake ilimgharimu maisha. Ili aweze kuhesabia zawadi ya haki, ilibidi atoe uhai wake. Na rafiki zangu, nawaambia tunaweza kuwa na mawazo hafifu tu kuhusu mateso yake, dhana dhaifu. Mtunga Zaburi alipoandika kuhusu Yesu, anajua kwamba mtunga Zaburi halisi anasema kwamba mifupa yake inaweza kuonekana. Unasema ni duniani, mifupa inaweza kuonekana. Leo marafiki, mgongo wa Yesu ulikuwa umechubuliwa, kwamba msalaba huo ulipoweka hapo, na kwambia msalaba huo, mwamba huo, Biblia inasema kwamba mwamba, unasema damu ilidondoka tone kwa tone kwenye miguu ya msalaba. Nasema kwamba na kupumua kwake alikuwa akipumua kwa haraka na kwa ndani. Niliposema alikuwa akipumua kwa haraka na kwa kina, yeye ndiye aliponda uhai kutoka kwa Yesu.
haikuwa hata kupoteza damu, ilikuwa kwa misumari iliyokuwa imetundikwa ndani yake, kiasi kwamba hiyo haikumuua mwana wa Mungu. Ilikuwa ni uzito wa dhambi zako, ilikuwa uzito wa dhambi zangu uliponda maisha ya mwana wa Mungu. Na marafiki, msikieni msalabani anapolia kwa sauti kubwa, uchungu wa kukata tamaa. Leo analia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Unanipenda mimi, unaona ni mwenye dhambi upatanishwe. Mwana lazima achwe. Baada kama ya mwana hangeachwa, basi mwenye dhambi hangeachwa. Mtu fulani alipaswa kuachwa. Na mwambia rafiki zangu kile upendo, nani anaweza kupima Yesu aliotoa kwa ajili ya waliopotea alipokuwa amening'inia katikati ya mbingu? Nani anaweza kupima upendo huo? Kilichomfanya Yesu afe pale ni upendo. Hakuna kingine ambacho kilimfanya afe pale msalabani. Misumari si kamba, ilikuwa ni mapenzi yake, upendo. Na unajua nini kitakachonifanya nibaki msalabani? Mungu anasema funga dhabihu kwenye madhabahu, funga dhabihu. Nini kitakachonifanya nifunge msalabani? Msalaba wa maisha ya kujikana, maisha ya kujitolea, maisha kati ya ukumbi wa madhabahu, kati ya jumbe na madhabahu. Ni nini kitakachoniweka katika nafsi yangu? Upendo pekee, upendo pekee, upendo pekee. Ni nini kitakachomfanya Paulo asulubiwe? Ni nini kilichomfanya Paulo afe nafsini mwake? Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, hata hivyo mimi ni hai, lakini si mimi nimekufa. Paulo anasema ni mimi mtu niliyekufa, lakini anasema mimi ni hai. Kisha anasema uhai nilio nao sasa katika mwili ninaishi kwa imani katika mwana wa Mungu. Na nakumbuka kwa nini anaishi maisha yake haya. Anasema lakini mwana wa Mungu alinipenda na mwenyewe na akajitoa kwa ajili yangu. Haipo. Unaona, shetani aliogopa. Kati ya yote ambayo je, kompyuta mpakato kuzima, nilikwambia, nilipotazama nilikumbuka hili. Mimi nilianza kati ya kweli zote. Shetani anachukia zaidi ya kile ninachofundisha, tunachojifunza, kile ambacho Mungu anafundisha. Si hapana, chunguza kompyuta na mpakato nazima, hii nazima. Ninawaambia mada hii marafiki, nimeona nguvu ya ujumbe huu. Sikwambii ndio najua kile nabii anachosema, najua, lakini ninakwambia kutokana na uzoefu wangu, najua nguvu ya ujumbe huu. Ulipotujia ukanijia nami, nakumbuka kwenda kutoka kanisani moja hadi nyingine, nilihesabiwa haki kwa haki kwa imani, bila kujua kulikuwa na msagaji. Kati ya mzee aliniambia binti msagaji, sijui, nami nilienda tu kwenye ujumbe kuhesabiwa haki kwa imani. Hakuna aliyefikia hitimisho. Alinitumia ujumbe kwamba binti yake hakuweza kuelewa mapenzi ya Mungu kama alivyoelewa kupitia ujumbe huu, na akaamua hapo hapo kuvunja, kuachana na uhusiano wa mwanamke mwingine. Kilichosababisha ujumbe huo kwangu ni haijawahi kuona upendo wa Mungu waziwazi hivyo kamwe. Hiyo ndio sababu ya kuhesabiwa kwa imani. Haki yangu inaonyesha jinsi Mungu anavyopenda. Ndio maana shetani anaogopa. Leo katika sura ya 14 ya Wafalme wa kwanza ndivyo nazungumzia kuhusu ufanisi wa damu katika kusafisha. Sura ya Wafalme wa kwanza 14 aya 7. Daudi amekufa. Mungu anazungumza na Yeroboam. Daudi amekufa. Mungu anazungumza na Yeroboam. Daudi hayupo jukwani. Sikiliza Mungu anasema nini? Mstari wa 7. Nenda umwambie Yeroboam, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa nilikutukuza miongoni mwa watu, nikakufanya uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli, nikaulanulia mbali ufalme utoke kwa nyumba ya Daudi na kukupa wewe, lakini wewe hukuwa kama mtumishi wangu Daudi, aliyezishika amri zangu na kunifuata kwa moyo wake wote, asifanye, tazama nafuata, asifanye lolote ila yaliyo mema machoni pangu. Nazo umeona hiyo? Nataka nione, je, Daudi alifanya nini? Ni Mungu alimwona Daudi kama mwenye haki. Swali, Yusufu amekufa sasa. Swali, nakuuliza, je, Yusufu Daudi akufanya dhambi?
alifanya mauaji na uzinzi. Uzinzi hata alidanganya wakati mwingine. Kulingana na Biblia, Mungu swali, Daudi alitubu dhambi zake, alitubu kiasi kwamba nabii anatumia uzoefu wake kutufundisha ukweli wa toba. Sasa Daudi anatubu. Swali langu ni hili: tangu Daudi alipotubu, sasa alikuwa amekufa wakati huo? Mungu alimwona Daudi kwa makosa mangapi? Aliumbwa upya katika maisha yake? Sifuri. Hakuna. Mungu anasema Daudi alifanya tu kile kilichokuwa chema machoni pangu. Haiko katika maandishi ya italiki, hiyo pekee haiko katika maandishi ya italiki, ipo katika Biblia. Swali: kuna mtu anasema, ndugu, huelewi jinsi moyo wangu ulivyo mchafu. Huelewi ni makosa mangapi nimefanya katika siku zangu za nyuma. Huelewi jinsi gani nilivyofanya kila mara kumkosea Bwana. Huelewi ndugu, kwa maisha yangu si kitu ila kushindwa. Nawaambia wewe, kuna nguvu katika damu ya kusafisha. Amina. Nawaambia marafiki, kuna chemichemi inayotoka kwenye mishipa Emmanuel, kwamba wenye dhambi wanaweza kujitumbukiza chini ya mafuriko hayo na kuondoa madoa yote ya hatia. Kuna suluhisho pekee kwa dhambi, na hiyo tiba ipo kwa Yesu Mwokozi wa thamani. Je, hatungekuja? Sasa unaweza kusema maisha yangu yamejaa uchafu. Swali: Yesu alipomuumba mtu, je, alichukua udongo? Je, anajua jinsi ya kuchukua? Je, anajua jinsi ya kuchukua udongo na kufanya mtu? Anajua jinsi ya kufanya hivyo. Anajua jinsi ya kufanya hivyo. Je, unaweza kuja na uchafu wako wote? Je, Yesu wakusaidie kubadilisha? Ndio, unaweza. Ndio, unaweza. Kuna tiba marafiki, kuna tiba. Tulipo katika chumba chetu cha kusoma, tayari ni saa 3, tunapaswa kusimama. Tulipo katika chumba chetu cha kusoma, kila ambacho tuko nacho nilisoma ndiyo sehemu ya kwanza ya uhalishaji. Sidhani kama itakuwa muda na sehemu ya pili. Hii ndiyo sababu ya kwa jumla, nabii anaendelea zaidi ya haya. Sasa kwangu mimi naweza kufly hii. Unajua, kama yule mtu mwenye kupoza ambaye alikuwa amekata tamaa, Yesu alipomwambia, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa, nabii anasema kwamba mtu huyo hajali kama alikufa au aliishi, kama alitembea tena, alikuwa akijifurahisha msamaha. Lakini Yesu alikuwa na baraka kubwa zaidi. Baraka nyingine akamwambia, kisha chukua kitanda chako utembee. Simama. Mtu yule akachukua kitanda chake na kutembea. Sasa kila ambacho tumejifunza ni sehemu ya kwanza tu. Mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Kuna sehemu ya pili. Chukua kitanda chako sasa utembee. Tembea sasa. Tembea katika maisha ya uhuru. Maisha ya uhuru. Sehemu ya pili. Sidhani kama tutaendelea kusoma sehemu ya pili kwa sababu ningejaribu kuibana lakini nikazima. Mimi nitaenda, itabidi nisimame hapa. Nataka ili kutoa hoja moja. Natumaini naweza kukumbuka nukuu hiyo, iko kwenye screen, lakini nitajaribu kuikumbuka. How do I get this forgiveness? Ninawezaje kupata msamaha huu? How do I get this justification? Ninawezaje kupata msamaha huu? How do I get this? Ninawezaje kupata hii? Nataka uzoefu huu. Nataka Mungu alivyosema kuhusu Israeli, jinsi Mungu alivyosema kuhusu Daudi. Tunataka uzoefu huu. Nawezaje? How do I get it? Nitapataje? How do I get it? Nitapataje? Someone said something? Nini? Mtu alisema kitu. Sawa. Nilikuwa nafikiria, je, inapaswa I was thinking, should I go that route or should I just go to my normal niende njia hiyo au niende tu kwenye njia yangu ya kawaida? Lakini kwa kuwa umetaja ungamo, labda tuendelee ungamo. Tusubiri ungamo. Tusubiri hapo. Thank you. Let's linger. Asante Bwana. Tusubiri kwa muda mrefu kukili. Does the Bible say? Je, Biblia inasema tukikili dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki kufanya nini? Kutusamehe na kutusafisha. Sio tu kwa baadhi ya marafiki. Tunaweza kwenda kwenye duka lolote katika duniani. Kuna duka lolote duniani, sijui duka linaloweza kuuza bidhaa kusafishwa na dhambi. Hakuna bidhaa duniani inayoweza kusafisha doa la dhambi. Sasa utagundua kuwa bidhaa hizi zote ni za sabuni. Unajaribu kuonesha omo yangu ni safi,
Sasa weka sabuni ya kufulia nguo. Unajaribu kuonyesha kwamba ili uweze kusafisha madoa hayo wengine hawawezi, lakini kuna kitu kinachoweza kusafisha doa la dhambi. Damu ya Yesu inaweza kusafisha, si baadhi, unaweza kusafisha yote. Sasa hebu tudumu kwenye ungamo. Kuna njia 3 zinazofunguka katika ungamo. Nilikuwa naenda, kuna njia 2 nilikuwa nafikiria kwenda. Bwana alinipa njia nyingine, twende kwenye Walawi. Tunasema Ellen White anasema nini kwenye Walawi? Anasema kwamba inapatikana wazi kwa mambo ya Walawi, na naweza kukupa nukuu katika mfululizo uliofuata katika moja masomo katika huko Jamaica. Tujifunza injili katika mambo ya Walawi. Rafiki zangu, injili iliyomo ndani ina nguvu, lakini nataka tuongezee juu ya jambo moja. Mambo ya Walawi 4. Mambo ya Walawi 4. Je, unajua kwamba patakatifu anatufundisha kwamba ingawa damu ya Yesu inaweza kusafisha dhambi, unajua kwamba watu wengi wanafundishwa patakatifu kwamba kuna baadhi ya damu itapotea. Unajua kwamba kulikuwa na damu ambayo haikuwahi kuingia katika patakatifu, haikuwahi kuingia. Na watu huuliza kwa nini Mungu angesema ili tutupe kwenye madhabahu. Hii inaonyesha kwamba damu ingawa ilimwagwa kwa ajili ya ulimwengu mzima, si ulimwengu mzima utakaochagua kufaidika. Itakuwa ni damu iliyopotea. Rafiki zangu, Mungu apishe damu isipotee kwa ajili ya maisha yako. Mungu apishe hilo. Mbingu ilitoa dhabihu kubwa sana kwa ajili kwako. Ni bure kwamba umechagua kutokujisalimisha. Ninasoma Mambo ya Walawi 4. Mambo ya Walawi 4. Kabla sijasoma aya yangu, nikuulize swali. Mwenye dhambi alipokuja kwenye patakatifu, vipi ikiwa angetenda dhambi? Ilikuwa nini? Mwenye dhambi alileta dhabihu. Mtenda dhambi angefanya nini na dhabihu? Kukata koo. Kabla hajachinja alikuwa nayo kabla kumwaga. Nini hicho? Aliweka mikono juu ya mnyama. Amina. Tusome. Mstari wa 4. Tunaposoma aya 4, nataka tuelewe katika utafiti mmoja wangu. Shataja hii kitu kwamba mama mmoja huko Israeli aliandika kitabu, na hakika sikumbuki aliposema wiki iliyopita moja kati ya moja masomo yetu ilikuwa katika darasa la historia. Naam, nilikuwa nimekaa katika darasa la historia. Hiki ndio kitabu kilichapishwa tu. Mama mmoja huko Israeli aliandika kitabu hiki. Marafiki zangu, tazama na uishi. Ameandika kitabu hiki. Yeye tu nimechukua wiki iliyopita. Aliandika kitabu hiki kabla hajaweka katika umbizo la kitabu. Alinitumia ili nikisome, ili kuona kama kuna chochote kisichopatana na Biblia. Nilipopitia na kuambia, sisemi uongo, na kuambia ukweli, moyo wangu ndani yangu hata sasa ninapowaka kila wakati, moyo wangu ulikuwa unawaka ndani yangu. Marafiki zangu, nawaambia yaliyoandikwa hapa, mbali na enzi hizo, hakuna njia unaweza kusoma aya usimpenda Yesu. Ni jambo lisilowezekana. Kwa hiyo nilisoma kabla ya kuchapwa katika umbi la kitabu, kabla ya kualiliwa katika umbilo la kitabu kwanza, kisha nikalili kitabu. Nimeona mwanzoni mwa kitabu, lakini nakwambia ni sasa unaweza kuona jinsi ni kitabu kidogo. Ndio, ni kitabu kidogo. Ni kidogo sana. Wana wetu walikuwa shuleni, walikuja mara 2 katika shule ya manabii, shule ya kwanza na ya pili. Watoto wetu walikuwa wakifundishwa nyumbani na kufundishwa nyumbani. Huenda wasielewe, na Bwana sifiwe, hawaelewi elimu ya chuo kikuu, lakini kimwili unawapa kazi inayowafanya anaweza kufanya hivyo, kuanzia kutoka hadi kutengeneza hadi sufuria, chochote kinachohusiana na maisha kivitendo unaweza kufanya. Hata kama hawezi kufanya hivyo, bado wanauelewa msingi wa hilo. Hivyo ndivyo ukweli wa elimu ya sasa. Hiyo ndio ukweli wa elimu, jinsi ya kuishi. Hivyo ndivyo upendo. Sasa ningekutia moyo, ndugu David, alikuja siku yako ya kuzaliwa, utapata nakala ya bure. Unajua unapata nakala ya bure na zawadi ya siku yako ya kuzaliwa.
Lakini marafiki, nawaambia hiki vitabu mwanaume, nawaambia hakuna njia unaweza kusoma na moyo wako usichomwe ndani yako. Roho wa Mungu alisaidia kwenye kitabu hiki. Alisaidia katika kitabu hiki. Kitabu kinaitwa Tazama na Upende, Injili ya milele. Tazama kanuni tunazozizungumza kuhusu kuhesabiwa haki kwa imani sasa. Sasa Walawi 4 aya 4 nasema, naye ataleta huyo ng'ombe na kumweka mlangoni pa hiyo hema ya kukutania mbele ya Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake ng'ombe. Anasema kwamba juu ya nini? Ya kichwa, na kumchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. Sijamalizia. Nataka tuone kwenye sura ya 5. But I want us to go to chapter 5. Nataka tuone sura ya 5. Tell me, in chapter 5, I want you to see. Katika sura ya 5 nataka tuone wakati anapoweka mkono juu ya fahali, mtu lazima awe na uhakika. Unasema unamaanisha nini uhakika? When he puts his hand upon the head, anapoweka mkono wake kichwani, mtu huyo lazima aungame, si kwa ajili ya jumla. Bwana nisamehe dhambi zangu katika jina la Yesu. Hapana. Kulingana Mambo ya Walawi, Injili katika Mambo ya Walawi inafundisha wakati wa kukiri amefanya, lazima ungame katika jambo alilolitenda. Unajua hilo inamaanisha nini? Lazima kuwe na ungamo moja kwa moja kwa Mungu. Walawi 5:5 inasema kwamba na kisha itakuwa hapo watakapokuwa na hatia katika mambo hayo mmoja wapo, ndipo atakapoliungama jambo hilo alilolikosa. Swali, tunaungama kivipi? Kwa kosa husika. Twende turudi kwenye Walawi 4. Na kwa njia ni nani aliyefanya hiyo? Wanyama hao kwa kafara walimlenga nani? Kristo, mwana kondoo wa Mungu. Sasa ningesema kama tungeweza katika kumbukumbu, katika mawazo, ili kuzungumza kumbukumbu, tumia mawazo yako na urudi nyuma, chochote kile kilicho katika maisha yako, katika maisha yako, njoo patakatifu na mwanakondoo. Napiga picha unapojaribu kuweka mikono juu ya kichwa cha Kristo, unapoungama dhambi zako ambazo umetenda, na unapoungama kama mikono yako juu ya kichwa chake, kisha kumchoma Kristo kwa kisu, kisha kata unapomwona akivuja damu na kufa. Tazama hiyo picha. Ni katika kuangalia hiyo tu ndivyo tiba inaweza kutumika katika maisha yetu. Katika mtazamo huo, sijali mtu anaposema nini, sijali tiba gani, lakini hiyo ndio tiba pekee. Hii ndio njia pekee, marafiki zangu, ambayo inaweza ikaondoa dhambi zetu. Njia pekee. Hivi ndivyo kuhesabiwa haki kwa imani kunavyokuja. Haijalishi sisi ni wenye dhambi kiasi gani, Yesu anatualika marafiki. Unaweza kusema ndugu, lakini huelewi. Yesu anaelewa. Nimefanya makosa mengi sana, anasema njoo. Mune mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi atakwambia sikukuhukumu, lakini nenda usifanye dhambi tena. Njoo na kualika uje. Njoo.
Njoo. Njoo. Ngoja tuombe. Baba yetu mwenye upendo, asante sana kwa zawadi ya Yesu. Asante kwa Kalvari. Asante sana Baba kwa chemichemi hii ambayo imefunguliwa kwa ajili ya uchafu wa dhambi. Asante sana kwa ajili ya dhabihu ambayo mbingu imetoa katika zawadi ya Yesu. Na ye Baba, ni jambo la ajabu sana thamani inayowekea kila mmoja wetu. Thamani ilioje! Thamani ilioje! Bwana, umeahidi. Neno lako haliwezi kusema uongo, kwamba tukikiri wewe ni mwaminifu na wa haki, utusamehe na kutusafisha na yote, umelipa gharama zote. Kwa hiyo una haki ya kusafisha na kuokoa. Na Baba, naomba tu sasa tunaweza kupata uhalali tukiwa tumepiga magoti. Tunaweza kusamehewa na kutakaswa hata sasa. Huenda tukaweka hulu hata sasa. Baba, tusaidie tafadhali, tafadhali Bwana, na tuvutwe upande unaovuja damu wa Kristo. Tulinde Bwana, tunakupenda. Tunaomba mambo haya kwa unyenyekevu katika jina la Yesu. Amina. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me pure within? Nothing but the blood of